kabla hatujaanza, nani mara ya kwanza kwenda al-Hajj? Nani mara ya kwanza kwenda Makkah? Makkah, hasa mara ya kwanza kwenda Makkah. Na kwa nini nauliza swali hili? Kwa sababu aliyokwenda sio sawa sawa na yule ambaye bado hajafika kabisa. Hili kama kuna wengine ambao hawajaenda kabisa, nijue namna gani nizungumza, nifahamishe. Ikiwa labda 100% wote wamekwenda, basi itakuwa kidogo kuna urahisi fulani katika mazungumzo yetu. Lakini vile vile lazima tuzingatie kwamba kuna wale ambao hiyo Makkah yenyewe hawajaiona wakati tunazungumza. Ndio hikma yenyewe. Barakallahu fikum. Ukhti Kulthum, tuanze. Sijui mwenye mitambo ame huko bado huko press yani record nyekundu nyekundu pale recording au ametoka recording, sure, okay, imeandika recording pale juu, timing is running, okay. Basi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على نبي الرحمة، خير من حج بيت الله سبحانه وتعالى الحرام واعتمر، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمكيني كمامكيزي مما يا watu wa peponi, maamkizi ya Waislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa hakika hii ni fursa adhimu kabisa kujumuika na watu ambao ni wageni wa Rahmani. Kwanza kabisa lazima uelewe kwamba fursa hii ambayo umetunukiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni fursa adimu na adhimu ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amekutakia. Kana kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwambia mlango wa pepo umefunguliwa kwa ajili yako, mibaki tu ufanyie kazi ili upate kuingia. Tafuta ufunguo wake, kufuli zake, na ufunguo ili uingie peponi. Hija ni shortcut to aljanna. Fursa adhimu iliyoje uambiwe wewe umerudi kutoka katika hija kama siku uliyozaliwa na mama alikuzaa, siku ambayo unafutiwa madhambi yako yote, wewe na mtoto mchanga sawa sawia. Wewe na mtoto aliyozaliwa leo mko sawa sawia katika kutokuwa na dhambi hata moja. Hii safari wakati unaianza lazima uanze ukiwa hili unalielewa vizuri, lipo moyoni katika fikra zako, lakini pia wakati unatekeleza ibada yenyewe uwe hili lipo mbele ya uso wako. Ukiona nafsi yako ewe fulani, leta ibada, mlango umefunguliwa, mlango upo hapa, usiutafute kule. Kwa maana gani? Fursa umepewa tayari ya kuingia peponi. Ukipuuza yale ambayo utafundishwa, ina maana unatakiwa urudi tena Omani huku itafute pepo, lakini kwa amali nyingi, na ulikuwa uipate kwa amali moja, nayo ni al-hijja. Si lugha hii inafahamika? Tunafahamu vizuri. Kwa hivyo ni fursa adhimu
Na ili amali yoyote ile ikubaliwe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hata hii amali ya kuja hapa ili Allah mtukufu aipokee na aikubali, inatazamwa katika mambo mawili muhimu sana, au ina masharti mawili muhimu kabisa, lazima alhaj au muislamu kwa ujumla ayazingatie. Sallu ala Muhammad. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika aya ya mwisho kabisa katika surat Al-Kahf, anasema hivi: faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yushrik biibadati rabbih ahada. Na yoyote ule ambaye anataraji kukutana na Mola wake, na sisi sote inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, tutarudi kwake jalla jalaluhu. Sasa ukiwa unataraji kukutana na Mola wako Subhanahu wa Ta'ala, ukiwa umeupokelewa na umekubalika na Allah, basi una masharti mawili ili uokoke siku ya Kiyama. Kwanza kabisa, falyamal amalan saliha, atende matendo mema. Katika tafsiri ya aya hii, matendo yenyewe yawe sahihi, ina maana ile ibada yenyewe kun salihan laysa fasidan, iwe sahihi wala isiwe iliyoharibika. Lakini sharti la pili, baada ya kuwa umeielewa vizuri ibada yenyewe kama ibada ya hija, wala yushrik biibadati rabbih ahada, wala asimshirikishi Mola wake na chochote au na yeyote au na lolote. Ina maana uilete ibada kwa ajili ya nani? Yule ambaye atakuzawadia pepo kama utaileta kwa ajili yake jalla jalaluhu. Narudia tena nakumbusha kwamba alhajjul mabrur laysa lahu jazaa illa aljanna. Hija ya sawa, kama tutahiji kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, khudhu anni manasikakum, jifundisheni kutoka kwangu namna ya kuhiji. Na leo tumekuja kujifunza namna Mtume alivyohiji. Sasa ukileta ile hija kama alivyohiji Mtume, basi hiyo ni hija ambayo itatupeleka peponi kwa idhni ya Allah jalla jalaluhu. Kwa hivyo lielewe au lipe wazni yake, heshima yake, takdiri yake hili ambalo unalikabili. Wewe kama wewe utapoalikwa katika ukumbi kama huu, uambiwe upo katika listi ya watu ambao watakabiliana na mfalme. Ukumbi huu unatosha viti hivi tu, ukakuta jina lako liko pale, sawa? Furaha kubwa iliyoje utakuwa nayo kwamba wewe katika wananchi wa nchi yetu nzima hii, jina lako liko pale, kwamba wewe utapata hadhi ya kuwa mgeni wa nani? Wa mfalme. Sasa wewe umeingia katika listi iliyokuwa adhimu mara milioni laki, katika listi ya kuwa mgeni wa Malikil Muluk, mfalme wa wafalme wote. Ni zawadi kubwa iliyoje, ni zawadi kubwa iliyoje. Wewe upo katika listi katika wakati wengi sana. Kama wewe ni bwana au ni bibi waliingia katika munafasa wa kutaka kuwa katika rakbul alhujjaj, katika msafara wal hujjaj, lakini bahati hiyo bado hawajaipata. Hatusemi hawajaipata, bado hawajaipata. Lakini wewe unapata hadhi katika umri wako, uwe mgeni wa Malikil Muluk, wa Malikil Muluk, mfalme wa wafalme na mwenye kumiliki ufalme jalla jalaluhu, mwenye kumiliki wafalme jalla jalaluhu. Kwa hivyo hili kwanza lazima liwepo katika akili yetu kabla hata ya kujua namna ya kuhiji. Ipe thamani safari hii. Kuna watu wanalia machozi kwamba wamekosa fursa hii uliyoipata wewe, na huenda imekwenda sahali kabisa,
umetuma kabla siku 2 maombi, siku ya 4 ya 5 huyo, ikiwa na maana umealikwa kwa wepesi kabisa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Iliyobaki kazi ni kwako, isije siku ya kiyama Allah mtukufu akakwambia nimekupa pepo ukaipuuza. Si ndio? Umeambiwa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, hii ndio njia yangu imenyooka basi ifuateni. Ukaona sirati mustaqimun hii hapa. Ukiambiwa wewe mwenyewe maabela njia ni kwenda hivi, ukienda hivi utafika? Maabela ni hivi, ukaenda hivi utafika? Au utafika kwa masubuko makubwa sana, ukate kona, utafute mashortcut, ulizie sijui nitumieni vitu kama hivi. Njia nyepesi ni hii mliopewa nyie, tuliopewa sisi. Njia ya kwenda peponi ndiyo hii. Kwa hivyo tuelewane, tuelewe ya kwamba jamani, hapa ndio mkono kwa mkono hadi peponi, ndio hapa. Tuseme inshallah taala. Na kabla ya kuingia katika mada yenyewe, tuelewe kwamba kuna baadhi ya akhawati na baadhi ya ndugu zetu huku, wao ni mara ya kwanza kwenda hija, mara ya kwanza kuiona Makka, sawa? Kwa hivyo mtaponisikia kwamba nazungumza mambo ambayo yanahusu wao, lazima tuwe arrahimuna yarhamuhumu arrahman. Kila mmoja anatakiwa afahamu kidogo kidogo mpaka atoke hapa kila mmoja wetu amefahamu ibada ya hija. Taban mtanikuta katika baadhi ya slides naruka kwa sababu wakati tuliopewa hautoweza kuzungumzia mambo yote ambayo yamekuwa ni mukhtasari katika utangulizi wangu. Sawa? Kwanza kabisa tukiangalia hapa tunaona kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameanza kauli walillahi. Tusome pamoja, walillahi ala an-nasi hajjul bayti liman istata'a ilayhi sabila. Ikiwa na maana kwanza hii hija unaokwenda kuihiji iwe kwa ajili ya nani? Walillahi, ni kwa ajili ya nani? Ya Allah, ambaye anakuambia ukileta kwa ajili ya Allah basi ndiye utapata pepo kwa yule ambaye atakayekuwa na uwezo. Na katika moja ya nguzo ya kuisimamisha Uislamu wako ni ulete nguzo za Uislamu ni 5. Moja katika nguzo hizo ni nini? Buniya al-islamu ala 5, shahadatu an la ilaha, na mwisho kabisa mtume akasema wa hajjul baiti liman istata'a ilayhi sabila. Ina maana wewe unakwenda kusimamisha nguzo moja muhimu katika nguzo za Uislamu wako, kwa sababu umeshakuwa na uwezo, na dalili ni kwamba upo hapa, uwezo huo umeshaupata. Kwa hivyo unakwenda kusimamisha nguzo. Ni kama tukuchukulia kwa mfano stendi ya kamera hii, tukiangusha tukavunja mguu mmoja itatokea nini? Itaporomoka, si ndio? Stendi hii ina miguu 3, tukiporomosha tukavunja mguu mmoja, kitu gani kinatokea? Kamera. Na wewe vile vile sawa sawia, ukikosa kusimamisha Uislamu wako, basi bila ukiwa na uwezo wa hija, bila kusimamisha Uislamu wako katika ibada ya hija, vile vile unaweza kuporomosha ibada au dini yako. Mwenyezi Mungu atuepushe na hilo. Kama vitu hivi tayari tumeshakuwa navyo, mimi nataka leo tupate faida kubwa kabisa na wakati tuliopewa. Taban haya yote mtaniwie radhi, kujiandaa kwa ajili ya hija. Kwanza kabisa kumtakasia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumezungumzia ibada iwe kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, toba ya kweli. Kila mmoja, kina mama na kina baba, anajua vizuri kabisa wapi ameteleza, wapi amekosea. Kwa hivyo lazima kila mmoja alete tauba, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala akikuona mtubia na madhambi, na tauba ni ina masharti 3 au 4. Sharti yani nitakwambieni kwa urahisi, tauba ina masharti 4. Kwanza, juta, acha, usirudie, rudisha haki. Yafahamu hivyo? Juta, acha, usirudie na
vile vile rudisha haki. Acha kwanza, juta umemaasi al-Azim jalla jalaluhu, juta kwamba umemaasi nani? Al-Azim. Jambo la pili, acha haraka sana, fanya pupa kuacha hilo dhambi. Kila mmoja anajua wapi ameteleza, wapi amekosea, liache hilo dhambi. Tatu, usifanya azma ya nguvu kwamba hutorudia tena hilo dhambi. Sio kwa ajili ya hija. Sasa mimi nataka tu hija yangu ikubalike, nikirudi nitarudia katika mfumo wa zamani. Wewe unajidanganya na sio mkweli katika tauba yako. Usifanye kwa ajili ya hija. Tumeanza na aya inasema walillahi, si ndio? Kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya nani? Ya Allah. Kwa hiyo hata tauba yako hiyo kweli, Allah mtukufu anauona moyo wako kabla ya mdomo wako. Hata useme mpaka ukaukiwa na sauti nimetubia, lakini kama hiyo tauba haijakita ndani ya nafsi yako na moyo wako, bado hujatubia wewe. Kama una nia ya kurudia katika uasi wa kabla ya tauba. Kwa hiyo kumtakasia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa tauba ya kweli, lakini pia uachie wanaokulazimu matumizi lazima hadi ukurudi. Uhakikishe kwamba kila kitu kiko sawa, watoto wako wasipate dhiki baada ya kuondoka kwako. Kila kitu tunakijua, kila mmoja anajua familia yake na pesa ngapi ambazo zitaweza kutosha watoto mpaka kurudi. Wape na ziada kitokea chochote, kuna dharura ambayo haikwepeki, wawe tayari, au uwe una badala ikitokea dharura yote. Naambia nendeni kwa mienu, kwa rafiki yangu wa hakadha. Madeni vile vile jitahidi uyalipe. Na kuhusu madeni, nitalizungumzia hili. Madeni yapo aina mbili. Deni ambalo limefika wakati kulipa kabla ya hija, na deni ambalo bado linakwenda, yani lina installment. Haidhuru hija yako uendelevu wa kulipa hilo deni. Deni la kwanza ambalo tayari imefika wakati wake, ya imma ulilipe, hiyo aula ni bora zaidi, ya imma uliandike katika usia na umwambie na umuombe ruhusa kwamba anayekudai mdai kwamba mimi ninaondoka na safari ya hija na kuomba ruhusa, lakini deni langu limethibiti katika nini? Katika usia wangu ambao upo nyumbani na familia yangu wanaojua. Atakupa ruhusa. Sisi kama ni Omani bardan wa salaman, ruhusa hiyo utaipata kwa idhni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ama deni ambalo ni installment na ibada yako ya hija haitodhuru kuendelea kulipa, pia liandika katika usia, lijulikanwe na familia yako katika wakati ambao usia unajulikana vile vile uko wapi, liandike. Na kama utataka mwenyewe kumwambia anayekudai kwamba mimi naondoka na safari ya hija lakini itaendelea, kana bia. Ama ikiwa haina lazima, hata sio lazima kumwambia mwenye deni la installment ambayo ni inaendelea. Sawa? Imefahamika ile? Kwa hivyo tumesema kwamba alipe madeni, mahitaji yani mtu kuhusu mahitaji ya mahitaji anayohitajia katika safari yake, lazima ajitahidi kwanza kabisa achukue uchamungu katika begi lake, katika moyo wake. Achukue uchamungu katika moyo wake kabla ya mavazi katika begi lake. Sio nifahamu inna khaira zadi at-taqwa. Mzigo bora ambao utajichukulia katika safari ya hija nini? Ni uchamungu. Muogope Allah Subhanahu wa ta'ala ambaye amekuahidi pepo kama utamta jalla jalaluhu. Sema inshallah. Tunakwenda vizuri Tunakwenda vizuri? Nitakusikia sauti tunakwenda vizuri? Kwa hiyo mahitajio vile vile kuandika usia, na akhawat nafikiri wanayo ile sigha fomu ambayo ashab alhamla wanaweka fomu ambayo unibaki unajaza tu zile gap ambazo zimebaki ngapi, amana, madeni na nini, jina, usia kwa familia. Ipo fomu fulani nafika katika hamla zenu, mnaweza kuuliza wakakupatieni kama hiyo. Kama ipo ukhti Kulthum, unaweza kupatia ndugu zetu. Nini kabla ya kwenda katika ibada ya hija? Hii ni muhimu sana vile vile kulizingatia. Kwanza tujifundishe namna ya kuhiji, unganisha udugu. Hili jambo ni swala muhimu sana. Usiende na wewe una chokoro na ndugu zako. Yani utoke hapa nyumbani ukiwa bardan wa salaman. Sababu mojawapo za kuingia peponi, falyafu walyasfahu. Una tabia ya kusamehe na kuachilia mbali. Pote dunia hii itavokuwa
Usije ukasema lile jamaa halisameheki. Unataka kuwa wewe hausameheki mbele ya Allah. Allah anakuambia hivi, falyafu walyasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. Nataka kuona mikono juu. Nani hataki kusamehewa na Allah? Mikono juu. Bwana muinue. Sasa kama unataka kusamehewa na Allah, Allah anakuambia hivi, falyafu, sameheni, walyasfahu, na achilieni mbali. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum? Swali nauliza, je, nyie sisi hatutaki kusamehewa na Allah? Kama kweli tunataka kusamehewa na Allah, turudie mwanzo wa aya. Kwanza samehe na achilia mbali, ili upate zawadi ya nini? Ya mwisho wa aya. Hivi ndivyo mambo yanakwenda. Ukitoka hapa nyumbani wewe bardan wa salama, ndugu zako bila shaka watakuombea dua za khairi. Mwenyezi Mungu amtakabalie. Wana ile TV wakati wa hija, labda fulani muone fulani faona tamani hata kuona katika tawaf, katika sa'i, katika dini. Kwa sababu gani? Umetoka hapa bardan wa salama. Hili muhimu sana. Unga ndugu, hasa wazazi wawili, mke, watoto, ndugu, jamaa, utoke majirani zako vile vile. Kama mwanamke asafiri na mahram, na vile vile kuaga nyumba kwa rakaa mbili. Aga nyumba kwa rakaa mbili. Rakaa zote zile ambazo tutazungumzia leo, rakaa ya kwanza ni Fatiha na qul ya ayuha al-kafirun kwa wale ambao wamehifadhi. Rakaa ya pili al-Fatiha na qul huwallahu ahad. Rakaa mbili zote zinasomwa sura hizi mbili, al-kafiruna na al-ikhlas. Jambo lingine, fanya dhikri kwa wingi katika safari. Mtaje sana Mwenyezi Mungu, wadhakirina Allah kathira wadhakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran adhim. Mwenyezi Mungu ameandalia ujira uliokuwa mkubwa kabisa mahujaj. Taban kwa wasafiri ambao wanasafiri kwa ndege, taban wengi wetu kuna mtu anasafiri kwa basi. Wapo hapa wote kwa ndege, kwa basi. Hii hukumu inahusu zaidi watu wa ndege. Kwanza tutazungumzia watu wa mabasi. Taban al-ihram binisba kuhirimia, kwa wale ambao wanasafiri kwa ndege, al-ihram inakuwa kabla kupanda ndege au ndani ya ndege. Kabla kupanda ndege au ndani ya ndege. Na wanao wanaweza kuvaa ihramu kuanzia airport, au ikiwa ndege inatangaza tumefika miqati, jamani vaeni, basi kana biha, hapo unaweza kuwa. Ama kuhusu watu wanaokwenda kwa kawaida ya kwa mabasi, wao ni rahisi sana. Ikifika miqati wanaambiwa jamani tumefika miqati, hapa kuna baadhi ya ibada ambazo zitakiwa zifanywe. Mtafanya kama vile tutafundisha katika darasa la leo, mtazifanya hizo ibada, na baada hapo mtaanza kuingia katika kuhirimia na kuanza safari ya kuelekea katika umra yenu ya umra ya tamattu, na mtaingia katika ibada hiyo, na tutajua mambo gani ambayo yanakatazwa baada ya kuingia katika ibada hiyo. Tumsalie Mtume. Taban hizi al-miqat ni sehemu ambayo tunaingia katika ibada, na wengi wetu, 100% ya Omani wanafanya ibada ambayo inaitwa qiran, at-tamattu. Tamattu ni ibada ambayo inaanza na kwanza umra, alafu mnapumzika kidogo siku 2-3, mnakuwa mnaishi maisha ya kawaida, alafu mnaingia tarehe 8 katika ibada ya hija. Ni ibada ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallama aliipenda sana kwa urahisi wake, kwa sababu mtu anakuwa anapata fursa ya kuweza kupumzika kabla kuingia tarehe 8 kwanza ibada ambayo ni ibada ya hija. Na wengi wetu wa Omani, 99.9% basi wanafanya ibada ya tamattu. Miqati, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliweka miqati za kila nchi sallallahu alaihi wasallama, akaweka kila mmoja akipita asipite hapa isipokuwa naye tayari ameingia katika ibada ya umra au ya hija. Hapiti, havuki miqati isipokuwa naye tayari amefanya ibada gani? Ya kuhirimia, ili aingie katika ibada ya umra ambayo itakuja kabla ya ibada ya hija. Taban sisi ni qarn al-manazil, wale ambao watakaokuwa wametoka Madina wanapita hapa, na wanaotoka Madina. Ama kuhusu wanaokwenda kwa ndege, wanatangaziwa jamaa tunafika miqati, au kabla ya kufika miqati anzeni kuingia katika ibada, na mnakuwa mshavaa ihram au taivaa ndani ya ndege. Yote ni sawa, lakini uwe tayari uchukue tahadhari ya kwamba nisije nikavuka mpaka wa miqati ila na mimi nishafanya nini,
nimevaa ihramu yangu. Sasa tuingie katika ibada ya kuhirimia. Na kuhirimia hapa ni kuingia katika ibada sawa sawa na takbiratul ihram. Unapoanza kusali ukasema Allahu akbar, ina maana kila kitu ambacho kilikuwa halali kabla ya takbiratul ihram imekuwa haramu ndani ya baada ya nini? Takbirati al-ihram. Na kuhirimia katika ibada ya al-hajj kwa ujumla inakufanya wewe una vitu ambavyo unakatazwa kuvifanya baada kuingia katika ihram, kama takbiratul ihram ndani ya sala. Kwa mfano kabla takbiratul ihram ya sala unaweza kuzungumza, unaweza kucheka, unaweza kujibu swali, sawa? Bado hujaingia katika mara ukishafika takbiratul ihram, ina maana ni haramu kufanya yale ambayo ni nje ya sala. Na hii ibada ya ihram vile vile inakukataza baadhi ya mambo tutajua kuyafanya baada ya kuhirimia. Jambo la kwanza, mtu lazima zingatie kwamba inapendeza ajisafishe kwa kuondoa misokoto ya nywele, hasa kina dada na kina mama, kunyoa vile vile mwili, nywele za mwili, kukata kucha na kunyoa kwapa. Hizi services zinatakiwa zifanywe kabla ya mwanaume vile vile kupunguza sharubu, apate sunna Mtume sallallahu alaihi wasallama, au yani mwenye kufuga ndevu, kuondoa manukato vile vile. Kwa yule ambaye hajafanya hivyo takiwa aondoshe manukato ambayo yapo hasa katika mwili wake, na wala asitie manukato katika nini ile ihramu yenyewe baada ya kuivaa. Vile vile avae akoge kabla ya kuhirimia. Hata mwanamke ambaye yupo katika hali hiyo ambayo imetajwa hapo anatakiwa vile vile akoge, na mwanaume vile vile avue nguo zilizoshonwa na avae ihram. Avae nini? Ihram. Na hii ndiyo sifa ya ihram kama unavyoona mwanamume, na ipo klipu tumeituma inaonesha namna gani ya kuweza kuvaa ihram. Taban al-ihram ni vazi ambalo linatufanya sisi wote wanadamu tuko sawa sawia. Asnan al-mishti, haonekani tajiri mbele ya fakiri, mweupe mbele ya mweusi, mwekundu mbele ya mzungu, mzungu mbele ya Mwafrika. Wote tunakuwa sawa bila. Na hii ndio moja katika malengo ya ibada ya hija. Asije mwenye cheo na cheo chake, alale Mina kama wanavolala walala hoi Mina, akae asimame Arafa kama alale Muzdalifa. Kama zungumzia Muzdalifa jamani, ni eneo tupu, halina godoro wala blanketi wala mto, ni eneo tu mnajitupa pale, mnyibaga mbele juu ya mikeka au bosati au jamvi, mnalala pale. Hapa huwezi kumjua nani waziri nani fakiri, wote sawa sawa. Hii ndio lengo, nataka kumshusha yule ambaye labda alikuwa kidogo hii aonekane kwamba yuko sawa na wengine. Na Allah mtukufu haoni vyeo vyenu, inna akramakum inda Allahi atqakum, mbora wenu mbele ya Allah ni yule ambaye atakayekuwa mcha Mungu zaidi. Kwa hivyo kuhirimia taban ni vazi hili. Kwanza kabisa ukoge, uvae nguo za ihram, usali rak'a mbili. Hizi rak'a mbili ni rak'a ambazo wamesunnia baadhi ya maulama, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallama alihirimia baada ya rak'a mbili au baada ya sala. Mtume alihirimia baada ya nini? Baada ya sala. Wakaziita baadhi ya ulama kwamba hizi rak'atay ihram. Lakini atakayevuka miqati akiwa amefanya masharti mengine hata bila kusali rak'a mbili hizo, akaingia katika ibada ya umra, basi atakuwa vile vile amefanya sawa, wala tuseme kwamba ihram yake iko ina makosa. Sharti kabla ya kuvuka au katika miqati yenyewe ahakikishe kwamba ameingia katika ibada kwa kuhirimia, na baada kuingia katika ibada hiyo kuna makatazo ambayo anakatazwa kuyafanya ili asije kuharibu ihram yake, ikiwa ni mwanamke au mwanaume. Kwa hivyo atakoga, atavaa nguo za ihramu, atasali rak'a mbili. Nia, hapa tunapozungumzia nia, kitu muhimu sana kuelewa ni kwamba tuseme tujalie kwamba umepata fursa ya kusali rak'a mbili, sawa? Sallu ala Muhammad. Umepata fursa ya kusali rak'a mbili. Ipo kauli zaidi ya moja katika hili,
ya kwamba baada ya rakaa mbili piga talbia moja, labbaik allahumma labbaik. Naonaje tuchangamke kidogo na talbia? Bismillah. Labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Tena labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Raha mwanza kuhisi kidogo hija. Tupo katika safina jahazi la hija. Allahumma ja'alna minhum, semeni amin. Allah tufanyie wepesi tufike na turudi salama ya rabbal alamin. Kwa hivyo baada ya kupiga talbia moja kama hii utasema labbaika umra. Labbaika ni umra. Wewe bado hujaingia katika ibada ya hija, lakini unaingia kwa nia kwamba mimi nafanya ibada ya tamattu. Ni umra ambayo inayokuja kabla ya hija. Mimi nitafanya ibada ambayo inaitwa nini? Haji ya nini? Tamattu. Haji inaitwa nini? Tamattu. Tamattu maana yake nini? Nifanye umra, nipumzike, niingie katika ibada nini? Ya hija. Tumefahamu Kwa hivyo utapiga talbia moja. Nimesema baada ya talbia moja unasema nini? Labbaika, labbaika umra, utanyamazia hapo. Sawa? Labbaika umra. Baada ya matamshi haya tayari wewe umeshaingia katika ibada. Sawa? Na ipo kauli ya pili ambayo subiri usianze talbia mpaka upande kipando, kama ni basi, kama ni gari, kwa wale ambao hasa wanakwenda katika nchi kavu. Ukishaingia na umekaa ikaanza safari, ndio sasa itaanza safari, imesoma dua ya safari, au ndio mtaanza safari kwa maana nyingine, hapo ndio utaanza kupiga talbia moja ya kuingia katika ibada. Na moja katika haya ukiyafanya upo sahihi kabisa na ibada yako ipo sawa sawa. Sawa? Kama tumezungumzia namna ya kuhiji hapo kidogo, tumezungumzia swala la kwamba mwenye anayesafiri kwa ndege, tumeshazungumza hilo. Kwa namna za kuhiji, ipo hija ambayo inaitwa tamattu, ambayo ndio Mtume aliipenda zaidi. Sawa? Na ndio watu wengi, asilimia kubwa ya watu wanapendekeza au wanapenda kufanya ibada hii ya tamattu. Hija ya pili ni qiran, na hija ya tatu inaitwa ifradu, na hii ni ifrad bil hajja, yani mtu huyu anafanya hija. Tunajua maana yake kwa jumla. Taban qiran ni kuhirimia hija pamoja na umra. Sawa? Miezi ya hija kisha ubaki katika ihram. Huyu jamaa hachinji kwa sababu yeye anabaki katika ihram kuanzia umra mpaka hija. Sitaki kuwababaisha au kuwachanganya. Tengia katika tamattu moja kwa moja. Ifradu, mtu anakwenda kuhiji tu, hija bila umra. Sawa? Nifahamuni. Huyu wa qiranu kwa maaluma nipate tu information, ni mtu ambaye anachanganya hija na umra, vinakuwa vitu pamoja bila kuwa kuna mapumziko katikati yake. Huyu mtu hachinja, anabaki baada ya kuvaa ihram anaendelea na ihram yake mpaka mwisho wa hija, mpaka siku ya mwisho wa hija. Sawa? Tamattu anapumzika, umra alafu anapumzika, alafu hija. Ama ifradu, yule anakwenda nini? Hija tu, hata kienda tarehe 8 au tarehe 9 amewahi hija. Sawa? Akiwahi kusimama Arafa ameiwahi hija, lakini hana haja kufanya umra. Sawa? Namna bora tumesema ni hija gani? Tamattu. Na hii ndio tumesema tumeifaa. Taban talbia, hebu tusome. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema hatamki talbia muislamu yoyote ila vitatamka naye talbia viliopo kuliani na kushotoni kwake, vikiwa mawe au miti au udongo, mpaka mwisho ardhi kwa upande huu na upande huu. Yani wewe fikiria kwamba sisi tupo ndani ya basi hii seblei, ukumbi huu ni basi, unapiga talbia, au ile talbia ambayo tumepiga kabla ya kidogo,
Yani viliopo kuliani kwa upande huu, ikiwa ni udongo au mawe au miti, isipokuwa vinatamka pamoja na wewe kwa talbia yako. Takbir. Oneni fadhila ya talbia tu peke yake. Yani wewe angalia ardhi kwa upande huu mpaka mwisho huko, na ardhi kwa upande huu mpaka mwisho wake, miti, mawe na udongo vinapiga talbia. Kwa nini? Kwa sababu hivi vitakuja kukutolea shahada ya talbia siku ya kiyama. Idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbara. Siku hiyo ardhi itahadithia, itasimulia habari zake. Alipita hapa akapiga talbia, na mimi jiwe, mimi udongo, mimi mti, nashuhudia kwamba alipita hapa akapiga, nilisikia sauti yake na mimi nikapiga talbia naye. Semeni Allahu akbar. Hii ndio fadhila. Kwa hivyo usilete uvivu wa kufanya talbia, upate mashahidi wengi. Yani wewe na basi linakwenda shahada 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 kilomita ngapi, yote atakuwa shahidi kwako siku ya kiyama, au kwa ajili yako siku ya kiyama. Tumepiga talbia tayari. Kwa hivyo umuhimu wa talbia tumezungumzia, msisi vibaya yote, na kwa mambo ambayo tumeshazungumza kwa sababu tuweze kujifunza. Kuna vitu ambavyo ni makatazo baada ya kuingia. Tumesema kwamba mtu akiingia katika sala anakataza kuzungumza, kujikuna, kutaharuki, kucheka, kunini. Vile vile ukiingia katika ibada ya alhaji kuna vitu ambavyo unakatazwa ukiwa ni mwanamke au mwanaume. Katika hayo, kwanza kabisa anakatazwa mwanamume na mwanaume kuvaa nguo zilizoshonwa. Hii dishdasha utaiambia lakum dinukum waliya dini. Sawa? Unaagana nini na dishdasha? Unavaa vazi lile ambalo linajulikana ni vazi la mwanaume. Hataki kabisa kufunika kichwa, kuinda kiwindo cha nchi kavu. Usimuone sungura akasema leo tunakula sungura. Ya maalim mkurugenzi. Kunyoa nywele au kata kucha mwanamke na mwanaume, kupaka manukato mwanamke na mwanaume. Vile vile nakataza mabishano. Yote tutayaona kwa picha. Vile vile hafungi ndoa wala hafungishi ndoa. Asema Sheikh Rashid bali mwana wawili mbona muoani nye? Haipo hiyo. Sawa? Hafungi wala hafungishi. Sawa? Kwa hiyo kwanza kabisa mwanaume havai nguo zilizoshonwa. Inahusiana nani? Mwanaume. Ama mwanamke anavaa vazi kama alivyokuja leo. Kama alivyokuja leo ndio vazi lake la hija. Sawa? Hilo la kwanza. La pili, anakatazwa kabisa mwanaume kufunika kichwa, lakini kutumia mwamvuli ambao haigusani moja kwa moja na kichwa sio neno. Ama ikitokea dharura, labda ameumia ikambidi lazima avalishwe bandage au pamba, ikawa hiyo pamba imechukua asilimia kubwa ya kichwa, basi hapo atafanya hivyo, na baadhi ya kauli kwamba atatakiwa achinje. Sawa? Ikiwa atafunika kichwa. Vile vile kukata kucha kwa maksudi au wakati umeingia katika ihram, kucha au nywele. Kucha au nywele ikiwa ni mwanamke au mwanaume. Tumesema kwamba vitu hivi litakiwa mwanamke au mwanaume avifanye kabla. Tunasema sisi service ya mwili. Aifanye kabla ya muda mfupi kufunga safari ya kwanza kwenda Makkah al-Mukarrama. Manukato, taban isije kauli fulani ikasema kwamba bana kauli ahwat al-aqwal ala ma alayhi ahlul haqq wal istiqama, kwamba usipake manukato, usipake mafuta uzuri katika wakati umevaa ihram. Sawa? Asije mtu kwambia kabla sijui nini. Yani katika hili tupachane mimi na nyie. Tupachane mimi na nyie. Nitauliza swali tuone mikono. Nani anataka kwenda peponi? Ni swali hilo Sheikh. Basi ni swali hilo Sheikh. Kwa nini tupo hapa sasa? Nani anataka kwenda peponi? Miwili sasa. Pepo Sheikh. Allahu akbar. Pepo hii. Sasa ikiwa hivyo basi ni hivyo. Basi nitakupeni kanuni, kila mmoja aiweke kanuni hii katika nafsi yake. Mweche biskuti hiyo. Hadaya wala shida? Tayeb, kuna zawadi hapa. Msipojibu naichukua mwenyewe. Sawa? Tupatane mimi na nyie kanuni. Acha kilichokuwa na shaka
Sisemi unakiona kabisa kina makosa ambacho yanajulikana, kile ambacho unashaka nacho. Ikiwa unashaka na jambo lolote lile, usilifanye kwanza. Usiseme nilifanye alafu Sheikh Rashid yuko wapi tumuulize fatwa. Utaambiwa chinja na chinja, baada ya kurudi kule hajia au haji utaitwa chinja Sheikh. Utaitwa nani? Chinja baada ya kwa nani? Hajia au haji. Kwa sababu makosa mengi katika ibada hii unaambia hapo chinja. Sawa? Kwa hiyo chochote kile ambacho unashaka usikifanye kwanza, mimbabi aula. Uliza. Alafu uone kinafanywa au hakifanywi, kinakatazwa au hakikatazwi. Shikamana yale ambayo hayana shaka, achana na yale ambayo yana shaka. Uliza kwanza. Nakumbuka mwaka fulani tumetoka hapa, ilikuwa umra tu umra. Kutoka hao na basi mpaka Madina. Tumefika Madina, maliza umra yetu ya Ramadhani. Allah takabal minna minkum, semeni amin. Siku ya kununua mazawadi natoka hivi katika lobby ya hoteli, nikakutana na vijana wakili utafikiri wamefiwa na bibi yao, wanaposikitika. Kwa penye mbona hivi hali yanibadilika? Akasema nini? Sheikh, sisi ndio madubu. Akasema nini? Sisi ndio madubu. Nyie toka Omani huko mnatufundisha. Nimekaa mimi na mwenzangu hapa tunahesabu mbuzi ngapi kuchinja. Kwa makosa ambayo amefanya kwa makusudi baada ya kufundishwa. Na sababu kubwa ya makosa mengi ambayo tunaona kila mwaka ni kwamba watu wengi sana wanachukua fatwa kwa yule ambaye aliyekuja mara nyingi. Unafahamu? Qur'ani imesema muulize aliyekuja mara nyingi. Imesema nini? Fasalu ahla dhikri, waulizeni. Yani kila hamla imekuwekeni shekhe. Huyo shekhe amekaa miaka anasoma vitabu. Mtoto wenu Rashid mpaka asimame hapa mbele yenu kuna kuzungumza hivi, imepita miaka mpaka iwe hivi. Kwa vitabu kusoma mashekhe huku Sasa aje mtu kwa sababu amekuja mara nyingi, ikiwa ile umra yake ya mwanzo kabisa ile ilikuwa na makosa, ina maana miaka yote anafundisha watu nini? Nakumbuka mmoja katika maanti zetu maskini, anti yangu hasa maskini, Allah mtukufu amempa mwili, ametoka na wanawake hao kwenda tawaf. Baada ya tawaf kwenda sa'i. Karudi mama yetu huyu hoi hajiwezi. Kaambia anti Aziza, mbona mambo yako mbona umechoka sana hivi? Sasa babangu, ile ibada ya saa ile imetaka kunitoa roho. Umefanyaje? Sema fulani katuambia kwenda kurudi mara moja, kwenda kurudi mara mbili. Akapiga 14 badala ya ngapi? Ya 7. Fatwa kaitoka kwa nani? Kwa aliyekuja mara nyingi. Huyo mufti huyo kaisha poteza watu wangapi? Mufti wa mara nyingi huyo. Mufti nani? Mufti mara nyingi. Huyo hatari sana, ambaye anatapika majibu. Sisemi anajibu, anatapika majibu. Matapishi ni kitu kizuri? Matapishi ni kitu kizuri? Basi huyo anatapika majibu, anapotosha watu. Anti yangu kapiga 14 shehe. Anasema kidogo ile sa'i, anailaumu sa'i imetaka kunitoa roho. Kumbe alikuwa kulaumiwa ni nani? Mufti mara nyingi. Kwa hivyo fasalu ahla dhikri, hata jamaa kutofuata jamaa sisi na samahani sana kina mama, samahani sana, kila mwaka upande wenu kwenye hema la Mina huko Arafa anapatikana huyu mara nyingi upande wenu. Hasa sisi tupo karibu nao, akiona tukitoa Sheikh Rashid, Sheikh nani, lakini huku sasa msikubali jibu. Tumesema tunaitaka pepo, ndio basi pepo ipatikane kwa njia yake. Huwezi kusema pepo inapatikana huko na Allah kwambia ni hapa pepo. Muulizeni wale ambao wanajua. Taban vile vile katika mambo yamekatazwa tumesema kuwinda, na vile vile ama kuhusu wanaosafiri kwa bahari, sio sisi. Ugomvi taban, na ugomvi huu au jidal hapa nitalizungumza kidogo haraka. Yani mtu kwa mfano aje kwambie bwana tawafu unatufu kulia kwenda kushoto. Hao wote wanakosea. Utamwambia nini? Unyamazie. Kulia kwenda kushoto. Tawafu inafanyaje? Kushoto kwenda? Sio? Sasa akwambia kulia kwenda kushoto. Usimjibu. Usimsahihishe. Wanakwambia jidali majadiliano na yakatazo ni yale majadiliano ambayo yatapelekea watu kugombana, gomvi. Sawa?
Ama tusifungue mlango, hata mlango wa ubishi manaki. Ikiwa unaweza kumjibu kwa hikma basi sawa. Mwanamke taban aliyekuwa amekuwa katika hali ya haram anakataza kuvaa niqabu, anakataza kuvaa nini? Gloves. Lazima abaki uso wazi na viganja vya mikono viwe wazi, ama miguu inafunikwa kwa mwanamke ambaye katika hali ya ihram. Taban katika hali moja mwanamke anatakiwa apitishe ushungi bila yake. Taban kuna baadhi ya watu ndani ya haram wanamuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndani ya haram ameacha dunia nzima na kuja kuasi pale pale, yani yeye macho juu juu tu, utafikia mkuja kuona wanawake. Sasa ukimwona mjinga kama huyu mamangu au dadangu, una ruhusa ya kuchukua mtandio wako ulete mbele hapo, au unaweza ukamtolea ile ukamfyonza moja akaacha mwenyewe akaacha mwenyewe akageuza uso. Ile Kiswahili mnajua ile khatar min danger, sawa. Vile vile yanakatazwa kabisa mwanaume na mwanamke kufunga ndoa. Tumezungumza haya. Taban tunakwenda na talbiya tunaenda nayo baada ya kuingia katika ihram, pamoja na kuzingatia mambo makatazo ambayo tumeyataja, sawa. Tutaenda na talbiya labbaik allahumma labbaik mpaka tunafika wapi? Mpaka tunaiona al-haram, sawa. Hapo naqta at-talbiya. Hapa tukiangalia katika ramani hii hapa utaona kwamba kuna mlango unaitwa babu salam, lakini mara nyingi tunaelekezwa na serikali ya Saudia wapi kuingia. Sio lazima tuingie katika mlango wa salam, kufuatana na zahma na ratiba ambayo imewekwa na nani? Na as-sultat as-Saudia. Kwa hivyo ikiwa tutaingia katika babu salam au la ni bora zaidi, lakini tukishindwa ingia katika mlango wowote ule na itakuwa ibada yako nini? Sahihi. Lakini pia wakati tunaingia katika al-Bait al-Haram tutasoma dua ifuatayo. Tuseme pamoja: Allahumma anta as-salam wa minka as-salam ta'alaita tabarakta wa ta'alaita ya dhal jalali wal ikram. Allahumma iftah li abwaba rahmatik. Dua ya kawaida ambayo kuingia msikitini, sawa. Utaisoma hiyo mlango wowote ikiwa salam au. Lakini hapa mimi na nasaha moja muhimu sana, na kila mwaka hii nasaha naitoa lillahi alhamdul minna, kwamba katika athari ya kwamba jicho lako litapangukia mara ya kwanza al-Kaaba, hunaka dua mustajab. Kuna dua ambayo inajibiwa pale ambapo utaiona al-Kaaba katika kuiona kwa mara ya kwanza. Ile jicho lako likiangukia tu mara ya kwanza, hapo hunaka dua mustajab. Kwa jiandalie dua unaiona wewe una haja nayo zaidi. Nakumbuka yule Mwafrika yule katikati ya al-Haram asema rabbi fulus, watu wanamcheka, lakini alikuwa anatoa ndani ya moyo wake. Nilikuwa juzi hapa London, nawaambia ndugu zangu wa Britania, nawaambia nyie si mmekuja kutafuta riziki huko? Riziki inapatikana kwa nini? Kwa pesa. Sasa muombeeni Mwenyezi Mungu pesa. Wakacheka. Na nyinyi mmecheka, sio? Sasa nani anayemiliki pesa? Si al-Ghani, si al-Mughni. Katika majina yake al-Ghani, tajiri, mkwasa. Sawa? Katika majina yake al-Mughni, yeye ndio anayetajirisha, si ndio? Sasa kwani atumwombe huyu Allah fulus, atini fulus. Ombeni hela Sheikh. Au mnaona haya? Mnamwonea haya Mwenyezi Mungu? Mwenyezi Mungu tupe pesa, semeni amin. Hawasemi amin hawa. Hamtaki pesa? Hamtaki pesa? Nani kasema kwamba Muislamu atakiwa tajirike? Omba pesa, alafu mwambie Mwenyezi Mungu ziwe na khairi nami katika dini yangu, dunia yangu na akhira yangu. Full stop. Si ndio? Nipe pesa nitajirike, lakini ziwe na khairi na mimi katika dini, dunia yangu na akhira yangu. Pesa watu wanatengeneza maisha, Sheikh. Jamaa hana nyumba kwa sababu gani? Hana ndururu. Jamaa hana gari kwa nini? Jamaa hadeo hajaoa, hana nini? Sasa si alaysa almal qawam alhayah?
si ndio kweli? Sawa sawa, anayeomba na anayetoa. Mtume akasema al-yadul ulya khairun min al-yadi as-sufla, mkono unaotoa ni bora kuliko mkono unaopokea. Flus jamaa alitajirika yule Nigeria yule, baadaye alitolewa katika clip nyingine na Mufti Menk, katajirika. Aliomba nini? Haja yake ilikuwa nini? Na alikuwa na haja watoto, aseme watoto Sheikh, mimi nitaomba hela. Sasa kwa hiyo tumefahamu kwamba dua ya pale inajibiwa. Dua, jiandalie dua utapoona Al-Kaaba. Na tunaulizwa swali kila mwaka, je, tukiingia katika Al-Kaaba tunatakiwa tufanye nini? Tusali rak'ateni ya tahiyatul masjid? Hapana. Wakati gani utasali tahiyatul masjid? Ukikuta kwamba mnazuiliwa kunini? Kuingia katika tawaf. Kuna khutba ya Ijumaa, kuna zahma ambayo istahimiliki, labda kuna sala ambayo inasaliwa, simefahamu Kwa hiyo unaweza kusali rak'ataini tahiyatul masjid, usikae chini. Ama tahiyatul masjid ambayo inahusiana na Kaaba ndio tawafu yenyewe. Mnafahamu tawafu ndio tahiyatul masjid ya nini? Ya Al-Kaaba al-musharrafa. Ama Madina unasali rak'ataini tahiyya. Ama Makkah tawafu ndio tahiyatul masjid. Sasa hili masharti ya tawafu. Kwanza kabisa, sharti la kwanza lazima uwe na udhu. Hifadhi udhu. Na swala la udhu nitalisimamia kidogo. Udhu jamani, baba zangu, kaka zangu, mama zangu, dada zangu, udhu, jitahidi sana ukifika Al-Kaaba katika sehemu za kutawadhia, ukahisi kama unahitaji kwenda msalani au chooni, nenda kajaddid udhu, kwa sababu kuna zahma. Tawafu inaweza kuchukua muda mrefu, nafahamu Sasa wewe katika wakati wa tawafu, kitu gani unatakiwa uzingatie? Si dua zako, unyenyekevu. Sasa wewe takhayal, fikiria, au yani wakati wewe unatakiwa uwe mnyenyekevu, unafikiria saa ngapi nitamaliza ili niende chooni. Ni ibada hiyo. Kwa hivyo ukihisi hata kwa mbali kwamba mimi nahitaji kwenda chooni, basi nenda kwanza jaddid alwudu, leta udhu mpya, alafu uanze ukiwa bardan wa salama. Mnafahamu Ama alikuwa yuko fiti, yuko vizuri, anaona kwamba anaweza kuanza tawafu moja kwa moja, ametowadha hotelini, sawa. Mimi namzungumzia mtu ambaye hasa Mwenyezi Mungu awafi na washafi wagonjwa nini wa kisukari, asifanye nini mujazafa akaingia na katika hali tayari ameshaanza kubanwa, na kwambia hutofanya ibada, itakuwa karaha. Hii tawafu kumrefu namna hii, basi ningeenda saa ile, akili yako inazungumza saa zote, ya Rabbi sio kama itamaliza, hii ndio kwanza ya 3, hii ndio kwanza ya 4, ndio fikra zako, akili inazungumza. Utamaliza ibada zako, hata dua zile utakuwa hauziombi, utasahau mengi. Kwa hivyo tawadha, alafu ingia katika tawaf. Tahara, lazima uzunguke Al-Kaaba, alafu duru ngapi? Bizunguko mingapi? 7. طبعا سنة الطواف kuna ramal. Hii ramal nao ni kutembea kwa haraka, kwa hatua, yani wanasema Waswahili kutroti. Lakini wakati wa hija tunadanganyana, hata uwezi, hapa kuna mtu, nyuma kuna mtu, yani mzunguko na watu, baki wewe unajidanganya uko pale. Lakini jitahidi hii sunna kama vile mnaileta sawa. Ramal, hiyo ndio ramal katika mizunguko mitatu ya mwanzo, na kuna kauli mizunguko 7. Tabani kauli za ikhtilafu za al-hajj zote sahihi sawa. Maulama hasa katika ibada ya hija, madhehebu nyingi hazijatofautiana, wote wako sambamba. Kuna sunna pili, ittiba'u, na ittiba'u ni mwanaume kuacha bega la kulia wazi, kupitisha, yani bega la kulia libaki wazi. Mnaifahamu hiyo? Bega la kulia libaki, naipitisha ihram chini ya kwapa la upande wa kulia. Hii inakuwa katika mizunguko 7 ya yote, hasa katika tawaf al-qudum. Tawaf gani? Tawaf ya kufika Makkah. Tawaf ya nini? Kwa sababu kuna tawafu nyingine hutokuwa na lazima kufanya hivi. Unafahamu Tawaf al-qudum ndio pekee yake utafanya nini? Utaweka bega la kulia wazi. Kuna tawaf al-hajj unavaa kanzu.
Kuna tawaf alwada', tawaf alifadha, umevaa kanzu siku ya Eid, unafahamu umevaa kanzu, hutakiwi uache bega wazi, wa haka ni tawaf ya kufika Makkah peke yake. Rakaa mbili, tumesema rakaa mbili tunasoma sura gani? Al-Kafiruna na naqul wallahu, Al-Kafiruna naqul wallahu ahad. Maqam Ibrahim. Taban na hili napenda nikulizungumza pia, nisikilizeni mimi afyani hiyo. Tawaf rak'atay at-tawaf, rakaa mbili za tawaf zinasunniwa kusaliwa wapi katika maqam, lakini hutaweza kufanya hivyo. Na masharti ya sala yako ili iwe sawa, iwe na nini? Ina unyenyekevu, ndio sio? Sasa utaona baadhi ya watu wanasali katikati ya watu, mara kagongwa kichwa, mara kafanywa hivi, mara kasukumwa, au nakuta baadhi ya wanaume wamekaa hivyo wameshikana, afu wanawake wanasali hapa chini yao. Kwanza wale wanawake wanaingia katika hali ya hofu, sijui nitapandwa kichwa sasa hivi, nitavunjwa shingo, sala gani? Akili yake nini? Kaeni vizuri kujua sijakwambia mimi sawa. Sasa nini tufanye sisi? Huna lazima kusali rakaa mbili za tawaf pale pale, rudi nyuma. Na siku hizi alhamdulillah wamehusisha pahala nini pakuzisali hizo rakaa mbili, nenda pale, ukishindwa rudi nyuma, ili muradi rakaa mbili hizo zilete zikiwa zina unyenyekevu ndani yake, bila kuwa una hofu wala karaha yoyote, sawa? Kwa hiyo hizo rakaa mbili. Taban al-Kaaba tukiangalia vipi na kwa tawaf, na tawaf kuna mikasa mingi. Mmoja kaambiwa fulani tawaf, kwanza tujue sehemu za Kaaba, pembe ya al-Yamani ambayo inaelekea Yemen, sawa? Afu hapa kuna jiwe leusi, hapa mlango wa Kaaba, hapa kuna maqam Ibrahim na inaitwa al-Hatim, tuseme al-Hatim wa ta al-Hatim, hapa al-Hatim au Hijri Ismail panaitwa vile vile katika majina yake. Tawaf kama inakuwa hivi, hii ni duru moja, sawa? Hii ni duru moja. Inaanza wapi? Inaanza min al-Hajar al-Aswad, unakwenda. Hii ni kwa haraka tupate kufahamu, hasa kwa wale ambao ni mara ya kwanza wao. Kitu gani kinatakiwa hapa? Ni kwamba uanze bimuhadhati al-Hajar al-Aswad. Ukiweza kulibusu na hautoweza, wala usipigane. Nakumbuka moja katika miaka tumekwenda, akanijia mama mmoja, mtu mzima maskini, amerudi hotelini, ana furaha karibu atapiga vigeregere. Anambia mama, vipi, mbona furaha mashallah taala, imekuaje nini? Sema Sheikh Rashid bwana, nipongeze, nipe mabruku fani. Sema nimekwenda, nimefight mpaka nikalibusu yule usi. Mwanamke huyo kafaiti na kina nani? Semeni wenyewe. Hajaacha mwanaume wala mwanamke wala askari, yani anasema nimefight mpaka nikalibusu. Sasa ile furaha mimi sikutaka kumharibia pale pale, nimwambie pale pale anafanya makosa, atasema na mashehe wengine bana. Kwa hiyo namtumia nini? Hikma. Baadaye akishatuma anambia anti, siku ile ile kwa sio sahihi, hasa wewe mwanamke hukutakiwa. Mbaya kwa mwanaume kuwaudhi waislamu wenzako, itakuwaje kwa mwanamke ambaye anatakiwa awe na stahi? Kwa hiyo tawaf tumesema duru 7. Taban tunawasihi waislamu sana ya kwamba wakati wa kutufu tufuni na zaidi ya mtu mmoja, kama kundi, wawili au watatu au wanne, na mnadhibiti hesabu. Hesabu mnaweza kufanya kwa nini? Kwa vidole, na kwa wawili watatu mmedhibiti hesabu, au kuna viketi fulani, vigoroli fulani kama tasbihi na keti 7. Hiyo ndio kama hesabu, na kila mkimaliza duru moja mnakumbushana, jamani, ya pili hiyo, ya tatu hiyo, ya 7 hiyo, tumemaliza. Sawa? Kwa mfumo huu usitufu peke yako, unaweza ukachanganya mambo na unaweza ukapotea. Jitahidi uwe na watu wawili watatu mnakumbushana. Katika tawafu tunasema nini? Soma sana Qur'an, msalie mtume. Yani wewe ukitaka dua zako za tawafu zijibiwe, anza kwa kusoma Qur'an, alafu msalie sana mtume. Hata ukichukua shot zima, yani shot zima unamsalia mtume, fanya hivyo.
Msalie mtume mzunguko mmoja mzima, alafu anza kuomba dua zako. Kwa hiyo kwanza umsifu Mwenyezi Mungu bi asma'il husna na ukasoma Qur'an, alafu ukatufu ukasoma kumsalia mtume kwa wingi. Na ndio mifumo imepangwa na maulama ya kuweza dua zenye kujibiwa. Msifu Mwenyezi Mungu, msalie mtume, alafu omba. Sasa katika tawafu chote zima la kushuhudia siku ya kiyama kama ulimsalia mtume. Alafu andaa dua zako. Usiseme nitasomewa au nitasomeshwa. Wewe unaweza kwenda Maka mpaka ukarudi ujiomba dua na mahitaji yako. Kwa nini unasubiri usomewe? Aya, sasa wewe unataka jumba, hiyo jumba haijatajwa mpaka umerudi. Unasubiri. Na sio lazima usome kwa lugha ya Kiarabu, soma kwa lugha ya Kiswahili. Mwenyezi Mungu, nataka pesa, nipe pesa. Si pesa italeta nyumba. Yule aliyekuja kwa Sheikh asema leo sisi na mwaka mzima tumeoana tupate watoto. Mwaka mzima labda haijakuja riziki, subirini. Kufanya utafiti amekuta kila mmoja analala chumba chake. Hamna sababu, sio? Kila mmoja eti mmoja chumba kile, mmoja chumba hiki. Wanataka watoto, sio watoto wanatoka wapi? Inna lillahi. Kwa hivyo lazima zitafute sababu za nini? Za kupata mtoto na kupata pesa. Mwenyezi Mungu atupe pesa, semeni amin. Ziwe na khair na dunia. Hawa watu nikiwaambia pesa wanaona haya, si ndio nyinyi? Hamtaki pesa? Si mna madeni? Mtakuyalipa. Sema Sheikh mkasa leo pesa tu leo. Hawana tamaa sana Sheikh. Maisha yatategemea Sheikh. Hizo pesa ziwe na khair na dunia na dini na akhira yetu. Sio? Kwa nini matajiri wengine wakaenda peponi na matajiri wengine wakaenda motoni? Hawa wafanya nini? Wametumia katika khairi na hawa wamenunua jahannam. Haya, mmoja katika watu aliambiwa nini? Ukifika pale Makka utaona kuna taa ya kijani. Sawa? Taa ya kijani. Ukifika pale ndio unaanza nini? Kutufu. Sasa akafahamu kosa. Akifika pale kuna taa ya kijani, anaacha jiwe leusi nyuma, afa anaifanyia taa Allahu Akbar fala kweli. Oyo. Kuna mikasa inatokea pale. Mmoja alitufu kuanzia asubuhi alfajiri mpaka dhuhuri. Wale maaskari wakamuona, huyu mzee alikuwa sio kutoka huko Russia huko. Huyu mzee mbona malizi tawafu huyu? Wakaenda kumuuliza, hapa dhuhuri hapa. Maana paka sisi kukuona wewe tumechoka sisi. Hawana umalizi. Akasema mimi ninavyojua mimi na kwamba wote tunaingia pamoja na kutoka pamoja. Umefahamu? Tunaingia wote pamoja na tunatoka pamoja. Sasa watu mbona hawatoki? Mimi nikaendelea mpaka dhuhuri, kuanzia alfajiri mpaka dhuhuri anatufu. Haya ni katika makosa. Taban dua kwa wingi, lakini pia tufanye nini? Adhkari kwa wingi, omba dua kwa wingi. Haukatazwi kabisa kuzungumza, lakini zungumza ilikuwa ya khairi. Sawa? Kuna kushughulika na simu wakati wa tawaf. Kuna watu wanazungumza, unakuta kabisa wanazungumza na wake zao, mke wake hajavaa mtandio, yuko nipo hapa tawafu sasa hivi, naniona hii ndio Kaaba, hii Kaaba hapa, Hajar Aswad hapa. Niko na Saidi, niko na Khalsa, huyu hapa Khalsa. Unaona kabisa kwenye screen wako mbele yako unaona anazungumza na ahli wake wakiwa hawajitanda. Kwa hiyo acheni ushughulika na mambo mengine. Kuna kitu muhimu ambacho kukielewa, kitu ambayo inaitwa rukun al-yamani. Rukun ni pembe ambayo inaelekea Yemen, ikaitwa rukun al-yamani. Taban kote kunaomba dua, lakini kutoka hapa mpaka al-Hajar Aswad kuna dua moja. Tusome pamoja, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Hii ndio dua inasomwa kutoka rukn al-yamani mpaka al-Hajar al-Aswad. Al-rukn al-yamani ina ibada yake, nao ni kuipangusa, na hutaweza kufanya hivyo mpaka upigane. Kwa hiyo ukifika rukn al-yamani utaona baadhi ya watu wanaashiria, wewe utaki kuashiria. Hakuna kuashiria fi rukn al-yamani. Endelea, songa mbele. Soma tu Rabbana atina fid dunya hasanatan, kutoka hapa mpaka hapo namaliza. Sasa utasema Shekhi, dua hii mbona nimeisoma mimi lakini bado sijafika pale? Soma hiyo hiyo. Tumeambiwa kusoma kutoka hapa
hadi hapa kuna dua moja, rabbana, isome irudie tena na mara 2 na mara 10 mara 60, hiyo tumeambiwa tusome hiyo kwa irudie mara nyingi, sawa? Tawala ukishamaliza duru 7 utaenda kusali nini? Rak'ataini maqam Ibrahim. Tumezungumzia maqam Ibrahim, isali popote pale katika msikiti tutakuwa sawa, hata kama utatufu juu. Unaweza kulazimishwa uende juu. Kwa hiyo hata kama ukitufu juu, rak'atain al-ihram utazisali huko sababu una umarufuku wa kuteremka chini. Baada hapo kuna sa'i baina Safa wal Marwa. Taban iwe baada ya tawaf, usiseme katika tawaf kuna zahma niende kusai kwanza, hapana. Lazima kwanza tawaf alafu sa'i. Baina albaynaini, baina ya kumaliza tawafu na kwenda sa'i, inapendeza unywe maji ya Zamzam upate nguvu ya kwenda nini, na maji ya Zamzam utakuta pale katika sa'i. Na sa'i baina Safa wal Marwa lazima ianzwe katika nini, iwe duru 7 kwanza, sio 14 kama anti yangu mufti kila siku ile, nakumbuka ianze Safa na imalizi wapi? Marwa. Na utaona kuna vibao vingi. Jamani, mimi simsemi vibaya aliyekwenda mara nyingi, ikiwa ni mtu mwenye busara anawafundisha watu la khairi, sio mwende kumwogopa kila aliyekwenda mara nyingi. Kuna wengine wanazungumza vizuri, sawa? Sasa sa'i baina Safa wal Marwa, watakaweza kuhifadhi aya ambayo inasema, tusome pamoja, inna Safa wal Marwata min sha'airillah faman hajja albayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima waman tatawwa khayra fa inna Allaha shakirun alim. Hii aya inasoma katika mlima wa Safa kama inavyosoma katika mlima Marwa. Na vile vile kuna dua utasoma ukiomelekea unaiona al-Kaaba, unasema Allahu akbar, samani, Allah la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Hizi dua kwa ujumla atakayeweza kuzihifadhi zipo katika vitabu. Leo umepata vitabu wote viko hapo vya njano vidogo hivi, Mukhtasar al-Hajj, vitabu vizuri sana hivyo, nitakupa na ondokeni navyo, vichukueni katika mashanta yenu, handbag, mnasoma soma, faida kubwa, Mukhtasar mufid, sawa? Allah wajaze khair wale waliotoa vitabu, semeni amin. Dua hii inasoma huku na huku, tuone Safa inakuwa kwenda kutoka Safa hadi Marwa ni ngapi? Ni ngapi? Au nusu? Ni moja. Kutoka Marwa kwenda Safa ni ngapi? Tutazifanya ngapi hizo? Baina kuna al-alamain al-akhdarain, kuna taa za kijani mbili mwanzo na mwisho katikati ya bonde. Hapa kuna dua makhsus, rabbighfir, tuseme pamoja, rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Rabbighfir warham innaka anta al-a'azzul akram. Katika sehemu ya sa'i baina Safa wal Marwa, mwanamke hatakiwi atroti, mwanaume anatakiwa atroti. Sasa ndugu yangu, baba yangu, kaka yangu amekuja na mke wake, mme anatakiwa nini? Akimbie. Mwanamke si ndio kizaazaa hapo? Sasa ndio maswala yanatia wasiwasi kina mama. Mimi nitatoa huo wasiwasi, nitatoa huo wasiwasi. Vipi? Nitakusihi ewe ambaye umekuja na mahramu wako, ikiwa ni mama au dada au bibi, mtufu pembeni, tuseme hii ndio nini, Safa wal Marwa, na katikati kuna bonde la nini, la kukimbia pale chini. Sasa tufu pembeni ukutani kabisa, mwambie yeye wakati wa kukimbia wewe kaza mwendo kidogo, kaza mwendo, sio akimbie yeye, akaze mwendo, wewe kimbia, alafu mimi nikifika kule mbele nitapunguza mwendo, wewe njoo tutakutana mbele. Pembeni ukutani, usiende kulia, katikati, njoo huku pembeni, mtapoteana, hamwezi kupoteana. Sallu ala Muhammad. Mukhtasari zote hizi zipo katika vitabu, tutavipata inshallah. Mimi nataka twende katika ashya al-amaliya. Taban vitu ambavyo
inatakiwa kufanywa ni kwamba mtu baada ya kutufu al-umra atafanya kutokana na ihram au al-ihlal au at-tahallul, sawa? Atatokana na ihram. Na vipi kutokana na ihram? Kwa kunyoa au kupunguza. Na tunasihi malhujaji wote kwa ujumla, hasa wanaume, kuna kunyoa tena siku ya al-hajj. Kwa hivyo hapa acha angalau namba moja, lakini usiseme nakata hapa kidogo ukaiogopea panki yako. Hamna mambo ya panki wala rasta kule, unaacha huku kwa Omani. Unanifahamu? Hakuna panki wala rasta. Unatakiwa ufanye kichwa kizima ipitwe na mashine au wembe, ikiwa ni kunyoa kichwa kizima kote ambapo kuna nywele kichwani, panapoitwa nywele kichwa, mashine ipite. Mmenifahamu? Lakini utafanya namba moja au namba mbili, uache nywele za kuweza kunyoa kipara, nyoa ya al-hajj. Mmenifahamu? Ama kina mama au kina dada, wao wanatakiwa wakati kwa miqdar ya inchi moja, yani make kipengele kimoja cha nini. Na mwanamke hasa kina mama tunawasihi kwamba utaona baadhi ya kina mama wananyoa nywele mbele hadharani, mbele za watu, wanatoa mikia yao ya nywele, hao kata. Alhamdulillah unafanya maasi, unaonyesha nywele zako hadharani. Kwa hivyo mwanamke ana ruhusa ya kumaliza umra yake na akaenda mpaka hotelini kule, akawachukua ashabul khidma, wanawake ambao kuja katika khidma service, wakata kwa miqdari ambayo imetaja. Sijasema mwanamke akate kipara mimi, sijasema, nasema wanaume wapunguze rakamu, sio wanawake. Msirudi kutoka huko sema Sheikh Rashid kasema, sijatoa fatwa hiyo, sawa? Mkate tu nini, inchi au kipengele kimoja, urefu wa kipengele kimoja cha kidole, sawa? Haya, aiwa, mwanamke anakata nywele kwa urefu huu, inatosha kabisa, sawa? Kina mama, sawa kina mama? Sasa tunaingia katika tarehe. Taban baada ya kumaliza umra tutapumzika siku 3-4, siku 3 mpaka 4, kusubiri tarehe ngapi? Tarehe 8 Dhulhijja, tarehe 8 siku ya tarehe. Siku hiyo tunahirimia. Mnakumbuka wakati wa umra ya nani tulihirimia wapi? Miqati au juu ya ndege, tukiwa ndani ya ndege, ndio tukiwa ndani ya ndege. Na lakini kuhirimia kwa ajili ya al-hijja hatuifanyi, isipokuwa aturudi tena miqati, tunaifanya hotelini. Tupo wapi? Tunavaa tena ihram, tunavua makanzu yetu, tunavaa nini? Ihram. Na mwanamke anavaa vazi la kuhijjia kutoka wapi? Hotelini. Siku hiyo kama tunazungumzia aina za al-hijja, tunazungumzia vizuri. Hii ni ramani muhimu sana kuielewa, ramani ya al-hajj, sawa? Tumetoka wapi sisi? Tuko Makkah, na kwenda wapi? Mina. Baada ya Mina siku ya tarehe 8 hiyo, na kwenda wapi tarehe 9? Jabal Arafa. Na kwenda wapi? Arafa. Baada ya Arafa tunakwenda wapi? Muzdalifa. Baada ya Muzdalifa usiku wote tunalala Muzdalifa. Alafu tunakwenda wapi? Kupiga jiwe kuu, Jamratul Aqaba. Kuna jiwe hapa na jiwe tunayaacha, tunakupiga jiwe kuu, mawe 7. Ni kupiga mawe 7. Na tuelewe kama baada ya kumaliza siku ya tarehe 10, sasa tupo tarehe 10, tunakwenda tawaful ifadha au tawaful haji, ambayo ni nguzo ya nguzo ya hii ramani. Imefahamika eh? Kwa hiyo ni Makkah, Mina, Arafa, Muzdalifa, kupiga jiwe kuu mawe 7, alafu tunarudi tawaful ifadha, tawaful Eid, يوم العيد tarehe 10, sawa? Muzdalifa ni sehemu ya kuokota mawe kama tutavyoelewa baada ya kidogo. Nguzo, tumezungumzia nguzo za Uislamu, nguzo za al-hajj. Ukibomoa nguzo moja, umebomoa nini? Umebomoa hija yako. Kwanza ihram, alafu kusimama Arafa, tawaful ifadha. Ina maana vitu vitatu hivi, ibada tatu hizi usizichezee au utavuruga, utaharibu pepo yako. Usiende kutafuta pepo. Tumesema tunakwenda peponi inshallah, sawa?
Alhajj almabrur laysa lahu jazaa illa aljanna. Sasa unakwenda kuharibu nguzo, ina maana wewe umeharibu hija yako batila. Hija yako nini? Imebatilika. Ukichezea ihram tarehe 8 ukiwa hotelini, ukichezea ukasema bana Arafa sio lazima sana umevuruga hija. Mtume asema alhajju Arafa, hija ni Arafa. Alafu tawafu al-ifadha, tawafu ya hija, tawafu hajj inaitwa tawafu al-eid au tawafu al-hajj au tawafu al-ifadha. Hiyo ni lazima, au sivyo ihramu au hija yako imebatilika, haina maana yoyote, na unatakiwa urudie tena hija. Na unaona wewe mpaka upate tena zamu ya hii, imechukua miaka mpaka umepata zamu, ndio sasa upate tena, itachukua miaka mingapi? Miaka mingi tu, sio chini ya miaka 5. Fursa wanasema asfurun fil yad khairun min 10 ala shajara, ndege mkononi bora kuliko 10 hapo mtini. Tarehe 8 sasa inaitwa يوم التروية. Tarehe 8 tumesema tunaharimia ndani ya nini, lakini pia tunaanza kuelekea pamoja na takbirat pahala alipofikia kuelekea Arafa au Mina, pamoja na takbira la ilaha illa Allah, pamoja na talbia vile vile. Hebu tusome talbia kidogo tuchangamke. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Tapiga talbia, lakini pia adhkari kwa wingi, na vile vile kusema la ilaha illa Allah kwa wingi katika baada ya kuingia katika ihram mara ya pili. Ihramu ya hija tumemaliza. Ihram ya nini? Hapa ndio Mina. Taban hakuna kitu ambacho kitakuacha uwe na uoga na ibada ya hija. Mambo ni barda na salama. Serikali yetu inatolea kuanzia hapa. Tupo katika darsa mukayyafa, ukumbi mzuri wa VIP kama huu, si kheri hiyo? Na kila pahala, yani serikali yetu inafanya hivi kama mtoto mdogo, inatufuatilia hatua kwa hatua mpaka hata ikitokea kuna hatari sehemu fulani, mnaambia msiende kwenye mahema yetu. Mahema, milango ya mahema yote inafungwa, muomane na kutoka. Si kheri hiyo? Kwa mfano Arafa, kwenye kupiga mawe kuna zahma ambalo halistahimili, kwa macho yao kule naona jamani msije sasa hivi. Sio kheri hiyo? Sasa wanafunga milango ya mahema, hamna ruhusa kutoka wa Omani mpaka mambo yawe shwari huko tunakokwenda. Hiyo ndio Arafa tarehe 9 kama tunakwenda, na tunatakiwa nieleweni vizuri. Mnaona kama tumetoka wakati wa dhuha mahotelini, tunakwenda wapi? Mina. Tumetoka wakati gani? Wa dhuha, saa 8, saa 2 asubuhi, saa 3, saa 4, saa 11 asubuhi, sawa? Kule Mina unatakiwa usali sala 5. Tuhesabu: dhuhuri, alasiri, magharibi, isha, alfajiri ya tarehe 9. Sawa? Ulale kule na usali hizi sala 5. Na kule tutaelewa baada ya kidogo mambo mengine. Hii ndio Arafa, sehemu nzuri, service nzuri, na mwaka huu wameboresha zaidi. Yani muonekano na ndani kuna mambo mazuri zaidi. Mwaka huu wameboresha services za hapa, mtapata mambo mazuri kuliko mwaka jana. Tunapata baadhi ya clip za uboreshaji wa Mina. Taban asali sala zote Mina. Ikifika tarehe 9, jamani, ikiwa kama kuna kutafuta pepo, basi tarehe 9 ndio siku yenyewe ya pepo. Siku nzito mno kwa shaitani. Anasema mimi nakaa kuwapotosha mwaka mzima, Mwenyezi Mungu anakuja kuwasamehe madhambi yao kwa ibada ya siku moja. Tena sio siku moja. Ukiangalia kuanzia wakati gani? Tumesha sali alfajiri wapi? Mina, si ndio? Tunakwenda dhuhuri kule. Utasikia khutba ya Arafa, mnakaa kuanzia hapo mpaka jua lizame. Jua lizame. Hapo sasa siku hiyo tuache upuuzi wa aina yote ya kidunia ule. Kushughulika na maneno yote, porojo, mazungumzo, nani fulani toka ameachika amenenepa, yote tuache hayo. Fulani toka ameachika amenenepa huko Arafa. Fulani toka ameachika amenenepa huko Arafa wewe. Fulani ameachika toka ameachika amenenepa huko Arafa wewe. Si hatari hizi?
Si hatari hizi? Haya maneno ya dunia yote yaacheni, muombeeni Allah subhanahu wa ta'ala. Ni siku ambayo watu wanaepushwa mbali na moto wa jahannam, na hato hirimishwa na khairi za Arafa isipokuwa mahrum. Huyo hana maana. Siku moja ana hadithi moja katika wanasia katika watu wa wema, anasema tulikuwa Arafa, nasikia tarehe 8 ile walikuwa wamelala wapi? Mina, si ndio? Tarehe 8 wamelala wapi? Sasa mmoja katika watu wema asema nimeoteshwa jana ndoto ya ajabu sana, naomba nikuhadisie. Akasema bismillah, tafadhali. Akasema nimeota kwamba hija za watu wote hawa hazijakubaliwa isipokuwa watu 4. Akashtuka yule jamaa, watu maelfu ya watu wote hawa hawajapokea ibada zao? Akasema naam, hivyo ndio nilivyoota, lakini 4 min ahli salah wamepokelewa ibada zao. Hivyo? Akasema naam. Akasema Allah mtukufu kwa rehema zake kwa dua za wale 4 amepokea ibada za watu wote waliobaki. Mnafahamu wale 4 katika dua zao wasema rabbana taqabbal minna, tutakabalie sisi sote. Kwa dua za wale 4 Allah akakubalia watu, rehema za Allah. Lakini sitaki kuwakatisha watu tamaa, huenda wewe dua yako ndio itaacha watu wote wakubaliwe. Sawa? Sema inshallah. Twende siku ya Arafa. Taban ni siku ya kusikia khutba na tusalishwa dhuhur wal asr jamaan qasran. Tusalishwa dhuhur wal asr pamoja, tuzichanganya katika wakati baada ya khutba. Alafu siku ya Arafa yote hii sio chochote si lolote, si chochote si lolote. Hautaki ukaenda kusimama hapa, wala sio ibada. Usiseme kama mimi lazima niende pale. Tutakaa talbia, lakini pia kuomba dua kwa wingi. Wakati wa baada ya al-asiri ni wakati mzuri sana wa kuzingatia masuala ya dua. Watu watasimama, watu watalia. Kwa nini usilie? Umekaa ukiwa na machozi wewe? Watu wote wanalia, wewe kwa nini usilie? Ile makosa yako mlilie Allah makosa yako, na mlilie akupe mahitaji yako. Sio unafahamu? Mlilie akusamehe aliyopita, mlilie akupe mahitaji yako, kama vile flus. Sawa? Siku ya Arafa lilia maombi yako, madhambi yako, maombi yako na madhambi yako. Watu wote wanasimama, watu wanalia. Taban chakula kipo na kila na mahitaji yako yote, sehemu za haja zipo, kila kitu kipo Arafa. Usitie wasiwasi kabisa, usitie wasiwasi kabisa wa hija. Hija siku hizi imekuwa bardan wa salama. Wakati wa kuiaga Arafa usikubali kuanza kuondoka Arafa mpaka jua limezama na khema la Omani mnatangaziwa, jamani msiondoke, jamani tutakutangazieni wakati wa kuanza kuondoka. Maulama wanasema kushika mkoba wako, kushika mkoba wako uanze kuondoka sawa sawa na umeondoka. Simama pale, omba dua, ndio wakati wenyewe hasa kujibiwa dua. Omba dua mpaka mtangaziwe, jamani jua limezama, anzeni kuondoka. Hapo sasa anza kuondoka. Unafahamu? Kuondoka kwa Arafa tunaelekea wapi? Muzdalifa. Tabana Muzdalifa ni kulala Muzdalifa, talbia. Hapa utokota mawe mangapi? Tuhesabu 7 na 7. Mawe 49. Mawe madogo. Hamwendi kumuua shetani. Huyo hafi mpaka siku ya kiyama. Ila yaumi yub'athuna, Allah kisha sema. Sababu kuna watu wanaweza kuchukua tofali, mbao, nini, anataka kuua. Mwaka mmoja kaingia Mwafrika mmoja akatumbukia mle maskini, anataka kutoka hivyo, jamaa mmoja kapiga kelele. Shetani kaonekana, jamani piga Mwafrika. Wakaanza kumpiga yeye na mambao na mandara na manini. Yaani jamaa kwa bahati mbaya katumbukia mle pande la baba. Sasa wakati anatoka hivi, jamaa mmoja mjinga akapiga, jamani dhahara shaytan, shetani amedhihirika. Wakaanza kumpiga yeye, kakimbia samani mpaka ihram kaiacha. Katika mambo ya ambayo ukosefu wa ilmu, tunakwenda kummaliza shetani. Asema nakwenda kummaliza kuanzia leo, hamna waasi tena. Wewe Allah kisha sema atamwacha ila yaumi yub'athun, mpaka siku ya kufa utamuua nini? Kwa hiyo hapa Arafa tutaokota mawe 49 au zaidi. Chukua mawe spare, unaweza kupotewa na mawe. Na sio vibaya kama mtu atakuwa amesahau kuokota mawe Muzdalifa au yamepotea akaokota Mina. Sawa? Mawe unaweza kuokotea wapi?
Mina katika hema ukirudi hamna tabu kabisa. Taban kutoka Muzdalifa sasa tumelala Muzdalifa. Hapa Muzdalifa tunatakiwa tuhame kutoka Muzdalifa kabla ya jua la tarehe 10 kuchomoza Mina, na tupite kuna wadi ambaye to wadi Muhassir kuelekea Mina kabla ya jua la tarehe 10 siku ya Idi, kabla ya jua nini kuchomoza. Ina maana tutaambiwa na watu wa Alhamla kwamba jamani ni wakati mwafaka wa kutoka, na wale ambao wana dharura watahama, wataanza kuondoka Muzdalifa baada ya jua, baada ya mwezi kuzama. Ina maana baada ya saa 2 saa 3 hivi tunaambiwa jamani mwezi umezama, wenye dharura wanawake na walikuwa na dharura, wazee, wagonjwa wanaanza, lakini walikuwa wazima fiti watoke baada sala ya alfajiri. Taban hii picha za zamani. Siku amali za tarehe 10 siku ya Idi kuna kulipiga jamra Aqaba mawe 7 tu. Katika kila jioni fanya nini? Unapiga nini? Takbira. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kunyoa nywele vile vile kuna kuchinja na kunyoa nywele au kupunguza. At-tahallul asghar, tawaf al-ifadha. Tawaf al-ifadha tumesema nini? Wale ambao wanakumbuka ni nguzo ya nini? Ya ibada ya hija. Usipuuze. Kwa hiyo hizi ndio amali za tarehe 10. Tunaenda kupiga jiwe, tunachinja au tunachinjiwa, tunanyoa nywele au tunapunguza, alafu tawaf al-ifadha. Na kunyoa nywele ni bora zaidi kuliko kupunguza. Mtume kawaambia dua mara 3 wanaonyoa kipara na dua moja afwan kwa wale ambao wanaopunguza. Alafu tunakwenda baada ya kutufu tawaf al-ifadha, baada ya kunyoa unaileta ile kanzu yako ile ya siku ya Idi ile ambayo utakuwa fiti kidogo, utakuwa umependeza. Si unafahamu? Na kina mama vile vile chukueni mavazi mazuri ya kupendeza siku ya Idi, mkiwa wenyewe katika hema lenu, sio nje. Mpo peke yenu, podari, manukato, manini, mkafurahi wenyewe, mkapika bokoboko, mkala peke yenu. So waanze kuonekana katika mitaa ya Mina na wewe la kama uko Rui vile au City Center. Inna lillahi simqassau. Huyo jamani nini ameshatahallal. Ametahallal au ameingia katika haramu. Au mutabarrija. Kwa hivyo mkiwa peke yenu, nasema narudia tena, ndani ya hema lenu fanyeni mnachotaka, podari, lipstiki, cha blue, nini yote mmetaka, lakini mkitoka tu nje ya ima niqabu au ni siku ya Idi, siku furaha, siku kupendeza Sheikh, lakini msitoke mkiwa katika hali. Siku ya tarehe 10 tunaacha jiwe dogo na la kati, tunakwenda kupiga la mwisho. Hapa kuna naam شيخ في ملاحظة على أساس إنه هو العنصر التنبيه. نعم تنبيه تعطيله. أيوه يكون ريحة لأن في السكن سواء في المخيم يكون متقاربين ومتربيان من الخيمة يعني. ndio يعني kupitia mafuta na nini asiwe kabla ya kuna baadhi lazima tuelewane, tufahamiane katika safari yetu. Kuna wengine wanahasasia na baadhi ya maarufu, kuna wengine labda hawapendi harufu fulani hivyo, sio unakwenda unakoga hasa unakoga. Hata ukitoka katika mitaa ile umeruhusiwa siku ya Idi, sisemi hujaruhusiwa, lakini vile vile mwanamke azingatie swala la kwamba akipaka manukato ambayo hata akitoka katika mitaa wewe unalazimika kutoka, mmekula bokoboko, utakiwa uende ukanawe wapi? Ukanawe wapi? Michochoro yote ile ya nini, vichochoro vya Mina yote mwanamume zahma. Sasa unakwenda paka kule aula mwanamke hajakatazwa kabisa, yani mafuta sio dhihirika kawaida nusu na wanaume. Innal mar'ata idha kharajat liyajida yasma hadithi, ili wapate wanaume harufu yake, fahiya kadha wa kadha. Ina maana manukato ambayo yatadhihirika mpaka wanaume watayanusa. Kwa hivyo asitie manukato ikafika katika hali kama hiyo. Kuchelewa wakati, taban siku ya tarehe 10 utapiga wapi? Jamra dogo utaliacha, utapiga jamra na hii ndio hali jamani. Hapa zamani tulikuwa tunasema watu wakienda, unakumbuka hapa
Hapa zamani watu walikuwa wanakufa hapa. Unakumbuka hapa? Zahma watu wote watakiwa piga hapa. Wakati? Baada saa? Mumtaz. Tayeb. Zamani watu walikuwa wanakufa hapa. Yani wewe unatakiwa lazima uende. Nakumbuka Sheikh wetu Sheikh Khalfan Al-Adawi ananiambia siku moja niko na mke wangu. Na lazima tuende kufanya ibada hiyo. Na sisi tunakwenda naambia watu 200 tayari wameshakufa huko. Fatakhayal. Ya tunakwenda pale ambapo watu tayari yani wanakufa huko. Kwa sababu ilikuwa ni sehemu ndogo. Lakini lillahi alhamdu wal minna. Usiseme leo nitakufa. Ona. Na kitu muhimu sana kukizingatia hapa, toa hofu. Wallahi, toa hofu. Wewe tuseme hapa ndio ule ukuta huu, ukuta huu. Unaona ukuta huu? Round hii. Hii sahani naita hii. Usianze. Mimi wanahakikishia watu kwamba hapa patakiwa hofu, na wanachua baadhi ya kina mama, mimi njoni. Nifuateni. Sheikh tuanze kupiga. Njoni. Wanafika mpaka wanagusa hii. Mpaka wanaigusa hii. Hapo wanagusa. Wanapiga kwa raha ile hapa. Wanasikia mpaka sauti ya nini? Ya mawe. Kitu gani kinawacha wapige huku? Hofu. Aslan hapa hapatishi tena. Njoo, penya, nenda hivi, nenda pishana na watu wachapite. Njoo mpaka hapa. Gusa kabisa ukuta. Ili hapa Jamra. Sio chini ya miaka 5 mpaka 7. Hakuna hofu yote. Hakuna wanaokufa hapa. Kwa hivyo wewe nenda penya mpaka ufike hapa, mpaka sauti ya jamarat utakuwa unasikiliza. Jamaa tak unawahakika kwamba unapiga. Sasa ahkam. Jiwe ambalo umelipiga, kwa mfano unapiga mikono yenu na wenzako katika mahujaji ukagonga pale. Likatumbukia ndani lihesabu. Likitoka nje ile halihesabiwi. Sawa? Halihesabiwi. Aya mimi nimechukua haya kutosha tu na mawe 7 sina mengine. Na mawe 7. Katika dharura kama hii maulama wanakuambia okota moja pale chini piga. Dini yetu nyepesi. Useme nirudi Muzdalifa kutafuta jiwe moja. La. Hii ni taaqid. Chukua jiwe moja pale ziada 7. Lile ambalo latumbukia ndani lihesabu. Sio useme halijaenda. Limeingia. Wewe ni yako upige, lakini mikono yako wewe na haji mwingine imegongana ukahakikisha limetumbukia mle, basi lihesabu katika yale 7 unayopiga. Ona? Wasikutishe wote hao. Wallahi wasikutishe. Penya mpaka ufike hapa. Na utapiga kwa raha zako. Sallu ala Muhammad. Baada ya kupiga jiwe kuu la tarehe 10, itabaki kwenda kuchinja au kuchinjiwa. Taban mahamlat wanakuwa wamekusanya pesa zenu na bei inakuwa imeshajulikanwa na mahamlat kama ni riali ngapi za Oman, riali ngapi za Saudia, na wakabidhi vijana walhamla wanakwenda kuchinjieni. Nasubiri kitu kimoja, mtangaziwe kila mmoja na jina lake. Wanapiga simu vijana, Rashid tayari tumesha kuchinjia. Vua tokana na ihram. Usivue ihram mwanaume au mwanamke, usitokane na ihram. Wala usinyoe nywele mpaka uambiwe tayari umeshachinjiwa kwa jina, kwa sababu kule wanatiania hii ya Rashid, hii ya Khalifa, hii ya Sada, hii ya Zulekha, hii ya nani? Ya Sabiha. Mfahamu Kwa hivyo usianze kutoka katika ihram mpaka uhakikishe jina lako limeleta, jamani fulani kaisha chinjiwa. Tumefahamu? Hapo utaweza kunyoa na utaweza kukoga al-Eid ukavaa nguo za al-Eid. Tabana hata masharti, tunazungumzia masharti ya mbuzi kwa sababu ya wakati. Mbuzi mmoja kwa mtu mmoja, mkitaka kuchanganya watu 7 kwa ng'ombe au ngamia. Sawa? Ikiwa kuna urahisi fulani au kuna ugumu. Na yule ambaye atashinda kuchinja lazima afunge siku 3 Makkah na siku 7 akirudi nyumbani, tilka 10 kamila. Itabaki sasa hivi kwenda kutufu tawaf al-ifadha, tawaf al-Eid. Kwanza kabisa akishachinjiwa atatokana na ihram, tumeizungumza hii. Na mwanamke narudia tena afanye nini? Akate
tena mara ya pili kwa urefu huu, nywele kidogo tu, atakuwa tayari ametoka na ihram. Yale yaliyokuwa amekatazwa baada ya kuharimia, alikatazwa nini? Kupaka manukato, kukata kucha, kuwinda, ndoa au kukata nywele, yote ya sasa hivi ni halali kwake. Sawa? Sasa tutakuwa tawaf al-ifadha. Tawaf al-ifadha unakuwa umevaa nguo zako za kawaida. Nguo wanaume hutakiwi uvae ihram tena. Unakwenda kutufu na nini? Na dishdasha yako, kanzu yako, umepaka mafuta uzuri halali tayari kupaka. Ile unavojipamba siku ya Idi hapa Oman, ndio ujipambe kule. Unavaa masar au kofia au amama na wataka. Tawaf al-ifadha taban chagua wakati. Siku ya tawaf al-ifadha ni siku ya zahma sana. Lazima tujiandae kinafsia. Lakini kila kitu na thawabu zake. Kila tabu, kila machofu, kila nini ni thawabu zake. Na chukueni jamani ihtiyati zenu za jua mwaka huu litakuwa ni jua kali. Jua ni kali. Lazima tuchukue ihtiyatat. Mimi nimeona watu ambao mwaka jana hawajajiandaa vizuri. Wengine walikuwa wanazimia mbele yangu. Wengine mahatuti, naona jamaa huyu asipoa hiyo anakufa huyu. Sio kwenye zahma ya tawafa, mabarabarani mitaani. Hawana miamvuli, lakini mtu Allah akwambia khudhu hidrakum, chukueni tahadhari zenu. Kwa hiyo chukua yale ambayo yatakusaidia katika kurahisisha na kukukinga na maafa. Sawa? Tawaf al-ifadha iko mfumo ule. Tawaf al-ifadha طبعا ifadha tuelewe sio tawafu tu, ni tawafu na sa'i. Ukitufu tawafu unakwenda kufanya nini? Sa'i baina as-safa wal marwa, duru 7, alafu rak'atay maqam Ibrahim, alafu baada ya kutufu tawaf al-ifadha unakwenda sa'i baina as-safa kwa mfumo ule ambao tuliotaja mwanzoni tulipozungumza masuala ya umra. Na taban sisi kama ni hamla yetu sisi, kwa wale ambao watakuwa na sisi, tunatoa darsa kabla ya kila ibada. Kesho 1 2 3 4, leo kadha na muraja. Kuna maswali yote, yani mtu labda afanye makusudi kufanya makosa, hatua kwa hatua, atumwachi mtu mpaka anarudi nyumbani, labda afanye makusudi tu basi. Hapa ni hivi na hapa ni vile, usifanye hivi, fanya hivi. Hatumwachi, tuko macho, tuko makini mpaka tuhakikishe mahujaji wamefanya ibada iliyokuwa sahihi kwa idhini Allah subhanahu wa ta'ala. Hatuzungumzii si masuala ya ikhlas. Ikhlas ni moyoni, tunamfanya ile vitendo vyenye kuonekana avilete sawa. Sasa tumetufu tawafu nini jamani? Al-ifadha, ambayo tumesema ifadha ina nini? Ina sa'i baina as-safa wal marwa. Baada ya safa wal marwa hakuna kunyoa, tumeshanyoa asubuhi ya leo, tumevaa vazi la Eid. Sasa mbaki kuna vitu vinaitwa au siku 3 au 2 ambazo zinaitwa ayyamu tashriq. Mtume amesifu katika hadithi akasema ayyamu tashriq ayyamu aklin wa shurb, ni siku za kula na kunywa, wa dhikrillah, na kumtaja sana Mwenyezi Mungu. Hapa ayyamu tashriq ayyamu aklin wa shurb wa dhikrillah, ni siku ya kula na kunywa. Yani ndio maana kuna watu ambao waliozoea kufunga al-ayyam al-bidh, si ndio? Ukiangalia hapa tarehe ngapi ipo katika ayyam al-bidh? Tarehe ngapi? Naambia siku hii usifunge. Niache Sheikh, ndio usifunge. Mtume akwambia ni siku ya kula na kunywa na kumtaja Mwenyezi Mungu. Nifanye nini Sheikh? Na mimi nimezoea. Funga siku yote katika mwezi. Mlifahamu Mtume katika hadithi Abu Huraira anasema ausani khalili, rafiki yangu wa ndani Mtume Muhammad sallallahu amenihusia nisiache mwezi wote isipokuwa nimefunga siku 3. Hakutaje siku gani hizo. Sawa? Kuna hadithi zingine ambazo zinazungumzia ayyamul bidh, lakini siku 3 nisiache mwezi wote, yani maana siku zote 3 katika mwezi. Kwa hivyo hile unaweza kuifidia siku yote, siku ya tarehe 13 utafunga 14 na 15, alafu ile ya 13 ifunge siku yote. Sawa? Wala usisi vibaya. Kwa hivyo ni siku 3. Itabaki sasa ibada ya kupiga mawe tarehe ngapi? Niambieni. Niambieni. No, tumelala. Tarehe ngapi? 11
na 12 na 13 kwa yule ambaye ataamua kuchelewa. Faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa. Sawa? Sasa atakayesema mimi nataka kupiga na ndio Omani wengi wanawaishua. Wanawahi nini? Shua kabla haijapoa eti. Tarehe 12 hao wako airport au kwenye basi nini shua haijapoa. Na wewe mwenyewe poa. Ushamaliza hija shekhi. Kwa hivyo kupiga jamra siku hizi inakuwa baada. Nakumbuka tulipopiga jamra siku ya Eid tumepiga saa ngapi? Asubuhi Jamra siku mbili hizi baada ya dhuhuri. Jamani, zikitoka fatwa zitakavotoka. Mtume alipiga jamratul aqaba ya siku ya 11, 12, 13 baada ya dhuhuri. Usiende isipokuwa kama alifanya Mtume aliyesema jifundisheni kutoka kwangu namna ya kuhiji. Mmefahamu? Zitatoka fatwa kule. Jamani, mnaweza kwenda asubuhi. La. Tena khema letu la Omani utakuta milango imefungwa. Mamnu hairuhusiwi Omani kutoka. Wanataka hija zetu ziende sawa sawa. Mtasikia zipo fatwa za kusema ya kwamba mna ruhusa ya kwenda asubuhi, msitoke. Hija hii inakuhusu wewe. Hii pepo inakuhusu wewe. Ilete hija kama alivyoenda Mtume kupiga mawe tarehe 11 na 12 baada ya kusali dhuhuri. Mmesali afu nakwenda. Alafu paka usiku. Ruhusa ipo refu. Saa yote nenda. Unaona jua kali? Nenda alasiri Sheikh. Kwanza baada ya sala alasiri umesali, nenda kapiga mawe. Kwa raha zako. Unataka kwenda baada ya maghrib? Nenda Sheikh. Bardan wa salama. Unasema nataka mimi mambo shwari. Nenda baada ya maghrib. Na ibada yako iko sawa. Tuna mawe hapa. Tayari tumeshaokota wapi Muzdalifa mawe? 49 au zaidi. Na mwingine spare. Wewe unatakiwa uchague uhesabu mawe 21 7. Lakini hukumu hapa tufahamu kwamba baada ya kupiga jamra dogo la mwanzo utaenda kulia kuomba dua. Nifahamuni, ili hapa jamra si umepiga, utaenda kulia, utaelekea qibla, unafanya nini? Omba dua. Jamra la kati utapiga mawe 7 ukiwa umesimama hapa. Ukiweza, na sio lazima, ukiweza kukabiliana na qibla kana bia, umeshindwa piga mawe sehemu yote, lakini njoo kushoto. Sasa la kwanza tumekwenda wapi? La katikati tumekuja wapi? Na huto babaishwa, kwa sababu utaona watu kabisa wale kule wanaomba dua, wewe ndio wapende huko, na katikati wapo upande ule. Utakwenda wapi? Utawafuata watu ambapo wapo kama ni alama yako, wapo pale wanaomba dua, na huko wapo pale wanaomba dua. Kwa hiyo wafuate wale, utakuwa mambo yako bardan wa salama. Hapa sasa tumeona kwamba baada ya kupiga jiwe dogo kuna dua, jiwe la kati kuna dua, baada ya kupiga jiwe kubwa kuna dua. Unapiga 7 afu unaanza kuondoka bila kuomba dua yoyote. Sawa? Hapa tunakuwa pamoja inshallah. Unakuwa na mashekhi wako au umeshafundishwa, hamna wasiwasi. Yani mimi nataka mtoe wasiwasi. Toeni wasiwasi kabisa. Hija sasa hivi ni bardan wa salaman. Zikitokea dharura ambazo zimetokea, ni mambo ya usafiri, barabara zimefungwa, mnaambiwa Kaaba ile pale, si mnaona? Nendeni hivi. Lazima tufuate nidhamu. Mtakaa huku ile pale Kaaba mnayo ile pale. Mkipelekwa huku mnaweza kuchukua hata masaa 2 mpaka 3 kuifikia ile. Mko ndani ya basi, kuteremka hamwezi. Yote hii wanasema Waswahili, umeshavulia maji wewe aoge tu. Na ndio ibada ya hija. Wewe umeshavulia hija, basi twende tu. Kuwa bardan wa salaman. Ulimi. Man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq, atakaye hiji hakusema maneno machafu wala hakutenda vitendo vichafu, rajaa kayaumi waladatu atarudi kama siku ambayo amezaliwa na mama yake. Wal hajj al mabrur laysa lahu jazaa illa al janna. Sasa tumesema tutapiga mawe 21 tarehe 11, mawe 21 tarehe ngapi?
12 na wengi wa Omani watafanya nini? Watawahishua, watarudi nyumbani. Wengi wao 99.9 watarudi Omani tarehe 12. Sawa? Tumemaliza kupiga. Taban bado tuko Mina. Na Mina unalazimika kulala Mina. Hata kama mchana utakuwa hupo Mina, Mina lazima ulale Mina. Lazima ulale Mina. Umeenda alafu kwa taarifa. خلاص. Mina kuhusu shopping hasa kina mama atanyie hamkwepi na haya maneno. Jamani, sasa hivi Saudia ni ghali kuliko Oman. Saudia ni ghali kuliko Oman. Kuna watu wengine wanafanya hikma akiteremka, si watoto wanao nyumbani, watoto wanataka zawadi. Akiteremka airport pale, anapitia tu zawadi hapa na pale, anapeleka nyumbani. Si zawadi, lazima itoke Makkah. Labda kuna zawadi mahsusi kama kuna tasbihi na misala na haludi na vitu hivi rahisi, sikudanganyi. Ama mashopping makubwa sijui niende brand fulani, Makkah na Madina au Saudia kwa ujumla ni ghali kuliko Oman. Hiyo ilichukueni. Vitu sio kama zamani. Sasa hivi ghali kidogo. Ile kama unazo pesa, uliomba pesa ukapata pesa. Haya. Lazima kitu cha mwisho lazima kuwe kuna tawaf alwadaa kabla kuhama kuondoka. Kuna kitu ambacho tawafu ya kuaga. Tawafu ya nini? Tawafu ya kuaga ni tunavaa nguo zetu za kawaida, tunaenda kutufu duru 7, tunasali rak'atayn al-ihram, rak'atayn al-tawaf na tunaondoka. Lakini baada ya kutufu tawaf al-wadaa, lazima tuondoke. Hairuhusiwi kabisa mtu kununua au kuchelewa kuondoka, au kama atafanya moja katika hayo amesema nini? Maswali. Tumaliza tawaf alwadaa. Baada hapo tunarudi nyumbani. Mtume anasema tabi'u baina hajj wa umra fa innahu yanfiyani al-dhunub kama yanfi al-kayr khabath al-hadid. Fatilieni umra na hija kwa mwenye uwezo, kwa sababu inafuta madhambi kama vile ile chombo cha kufua chuma kinavyotoa uchafu wa chuma. Na kimejua kufua chuma anasema Swahili. Al-umra kafara lima bainahum wal hajj al-mabrur laysa lahu jazaa ila al-janna. Umra ni sababu ya kusamehesha madhambi baina yao, na hija sawa haina isipokuwa mtu wake apelekwe peponi. Hizi baadhi ya fadhila ambazo tumezitaja katika muhadhara. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala atufikishe salama na atujalie miongoni mwa wale ambao watakaoingia peponi kupitia hija zetu hizi. Na yote ambayo tumeyazungumza leo kwa mukhtasari, طبعا kuna mengi nilikuwa nayaruka. Muhadhara tulikuwa zamani tunatoka katika masaa 2, lakini kwa sababu ya wakati nafikiri labda wengi wetu tusome sana, na nimesema kwamba vitabu mnavyo. Kwa wale ambao hawajapata vitabu kama hivi vya njano, naomba moja ainue kimoja cha njano kile. Vipo hapo na usia, kopi ya usia. Vitabu vya njano vipo pale. Baada ya nini? Kuna maswali mangapi? Mawili na atakayepatia hii mbona nzuri hivi, nichukue mwenyewe. Swali la kwanza linasema, swali kwa ajili ya kina mama. Nitajie bila nataka kuona mikono, nataka kujibu sio kwa sababu najibu ufanye haraka kujibu, hapana. Tufanye nidhamu inshallah. Nipe nguzo 3 za hija, bila hizo hija inabatilika. سؤال. ايوه اركان الحج، ما هي اركان الحج؟ moja ili swali la wanawake hili. هذه الهديه، هل في هناك هديه نسائيه ولا لا؟ بس خلاص. كسمه يوم العرفه. ايوه. تكبير.
zawadi yake. Barakallahu fikum. Watu wako makini. Haya kina baba, msitufedheshe basi. Wala keshe mwenyewe baba. Haya. Sawa? Swali lao niwaambie nini hao? Na wapatie. Niwapata rais au gumu? Haya. Tumesema ni wakati gani muwafaka wa kuondoka kutoka Makka kwenda Mina na vitu gani ambavyo utakiwa Mina katika siku ya kwanza? Swali refu Haya. Tarehe 8 anko hapo. Bismillah. يوم التروية. Tunatoka saa ngapi? Tunatoka funduq saa ngapi? Wakati wa dhuha ndio. Zipi? Tuko vizuri alhamdulillah, umetuokoa. Wala tukuaibika. Barakallahu fik. Anko jo. Moja jo. Tafadhali. Baraka lak fi. Basi kwa hiyo inshallah taala, kwa sababu ya wakati tumepewa wakati mwafaka, naomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie tu miongoni wale ambao wamefika hapa lakini faida imepatikana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ذنوبنا فإنك أنت الغفور الحليم. اللهم عظيم اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا أنت عظيم. اللهم يسر لنا أداء مناسك الحج. اللهم اجعل حجتنا حجا مرورا وذنبنا ذنبا مغفورا وسعينا سعيا مشكورا. اللهم ارجعنا إلى أهالينا سالمين غانمين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا مؤيدا معصوما ولا عافينا من بين شقي ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم كما أطعمتنا أطعم أهل غزة والسودان ولبنان واليمن وكما سقيتنا اسقهم وكما آويتنا آوهم وكما داويتنا داوهم. ردهم إلى ديارهم وبيوتهم سالمين غانمين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم نصرك الذي وعدت واجعله نصرا قريبا. اللهم امين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. هذا الله تعالى اعلى واعلم واحكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Mkono kwa mkono hadi bikuma. Kwa wale ambao